Okay, leo nitaenda demonstrate jinsi gani ambavyo Android remote shell inafanya kazi. Sasa kuna vitu inabidi uvizingatie wewe kama mtumiaji wa internet kila siku. Kuna baadhi ya mobile application unaweza kuwa installed alafu una allow to permission bila kujua kwamba hiyo mobile application inafanya kitu gani. Sasa nataka nikakuonesha kitu ambacho nataka unaweza kakifanya kikapelekea kupata taarifa zako kuanzia SMS, sijui uliongea na nani, location yako, kila kitu. Sasa assume kuna hizi code nazo upande wa kushoto. Hizi code hapa ni malicious code ambazo zinapelekea kutengeneza remote shell Android application ambayo inakuwa ni command shell C2 ambayo inaweza kumpa attacker access ya simu yako, akaweza kurekodi voice note unaoongea kwenye simu yako na vitu vingine vitakaweza kuscreenshot, akaweza kupata access ya kuwasha kamera na vitu vingine vingi. Na nataka sasa ni demonstrate hapa. Nimeshafanikiwa kuchanganua nikatoa application yangu ambayo nimesha install kwenye simu yangu hii hapa upande wa kushoto. Sasa nimeskip part ya kuinstall kwa sababu assume tu umeenda umeinstall application, ujui application inafanya kazi gani, au let's say mtu kapata application yako bila wewe kujua kwamba, yani mtu kachukua simu yako kwa bahati mbaya alafu then akainstall application ambayo hujui ni yani inahusiana na nini. Nadhani baada ya hii track ya hapa leo utaweza kuona na maybe utachukua hatua ya kujaribu kuskani application zako zote zinazo kwenye simu, angalia kama kuna application ambayo unaona hii mbona sielewi au siitumii, unaweza kaifuta. Sasa kitu tutakachokifanya humu ndani, kuna script nimetengeneza. Application yangu ni hapa. Naweza kama mtu umeinstall application unajua application nusu nini, mimi application ni hapa. Ukiangalia ni ya kawaida sana. Yaani haina kitu chochote ambacho kinaweza kikakutia mashaka kwamba application ina shida gani. Sasa nitaenda ku start listener kwenye mashine ya attacker. Hii ni mashine ya attacker, hii ni simu. Kwa nitaenda ku start listener hapa na nani script ya listener.py nitaweza ku start listener. Kwa nitakachokifanya nitaandika python3 alafu nitaandika ni ile listener.py. So what is good, nadhani nikaingia kwenye hilo folder. Okay, so basically tutaonesha path ambayo tunataka. Tutafungua listener yetu kwenye mashine ya attacker. Nitapiga enter. Ukishapiga enter, kinachofuatia utaifungua application yako. Okay, nadhani umeona baada ya kufungua application nimeweza kupokea shell kwenye PC yangu. Nitaenda kwenye hiyo shell, amekwambia line zimekuwa saved kwenye root, kwa nitaingia kwenye root. Ukiingia kwenye root maana yake nitakutana na device info. Okay, natumia Samsung ID na makolokolo yote kama hayo. Alafu pia utakutana na baadhi ya command ambazo unaweza kuzipiga. Kwa mfano nataka kuona SMS, utapiga, au nataka kudump. Of course unazi download SMS zote zilizo kwenye hii simu, una download contact zote zilizoko, tutaona. Kwa mfano labda unataka kuona anataka kuona SMS zako, atakachokifanya ataandika tu hapa hivi, afu ataandika SMS. Akipiga enter utaona kwamba imeandika saved one line. Ukiangalia hapa hivi na SMS last 50, na ukiangalia huko ndani utaweza kuona SMS sijui CRDB benki, sijui kiasi cha 10,000, sijui nini SMS zinazoingia na kutoka, in and out, in and out, in and out, in and out. Of course nataka kupata contact za huyu jamaa wangu hapa hivi. Nitakachokifanya tutafanya hiyo, nitaandika contacts. Okay, nimesave kwenye file la contacts. Nitaenda kwenye file la contacts, utakutana na contacts zote, sijui nini huyu jamaa kwenye simu yake ana contacts zipi na zipi na zipi na zipi. Okay, nataka maybe kupata location ya huyu jamaa yuko wapi sasa hivi. Nitaandika location. Okay, utaona imesaviwa kwenye location. Kwa nitakuja hapa nitaandika location. Nitapewa longitude na latitude. Ili mambo yasiwe magumu, nimekutengenezea kabisa na link hapa hivi. Kwa mfano tubonyeze hii link hapa. Kwa tunaweza tukachukua hii link then tukafungua kwenye Chrome. Okay, Chrome hapa tukapaste link yetu tuone iko wapi. Kwa unaweza kuona imeonyesha sijui yuko Kigamboni, sijui Feli, sijui wapi. Okay, na vitu vyote. Kwa maana yake kama ni simu ya mtu, sijui ni simu ya ndugu yako ya nani, unataka kumtrack, ukidump to location maana yake unapata location yake real time. Ndio unaona mimi niko karibu na hii Mwanza guest au hapa Kigamboni Fair.
Kwa sofa kama ni mtu unayetaka kumtrack na kufanya vitu kama hivyo, unaweza kupata. Kwa sasa basically sijaandaa somo hili ili nikufundishe jinsi ya ku download mobile, I mean SMS za mtu, sijui ku dump location na vitu kadha wa kadha. Nani tu nani hii ili niweze kukuonesha kwamba ni namna gani ambavyo mtu tu ku download application unakuwa unajiweka kwenye risk. Yani unapo download application unaweza kuwa kwenye risk. Mfano mtu huyu jamaa anataka kupiga, anataka kurekodi. Ushaona? Let's say anataka kurekodi sound. Ngoja uone. Maybe anataka kurekodi sound. Atakachokifanya, anataka kurekodi sound ya simu yako. Atakachokifanya ataandika tu command ya record. Kwa atafanya hivi. Ataandika records. Okay. Sasa hivi ukiangalia hapa kwenye simu kuna kama mic kimetokea hapa juu. Kwa hiyo it means sasa hivi yote ninayozungumza kwenye simu yana rekodiwa. Kwa hiyo ukitaka kuamini hii sauti tunaikumbuka, nitaiplay. Okay, nataka kustop audio. Kwa nita stop, nitafanya okay, nitaandika hii stop audio. Kwa nitakachokifanya nitaandika stop audio, nitaandika stop audio. Baada ya hapo utaona itakuwa imeshakuwa hiyo audio imekuwa stopped. Tutajaribu kuivuta kwa kutumia pull. Tutaka kuvuta kitu kwenye simu tutatumia pull. Kwa tuta copy then we paste the command hapa hivi. Then kama unavyoona kuna kitu kimetokea hapa hivi kama kisound cha recording. Maana yake yale yaliyokuwa yanazungumzwa tunaweza kuyasikiliza hapa. Okay? Sidhani kama itakubali kufungua. Kwa nitafute media ambayo itakubali kunifungulia hiyo file. Okay. Sijajua kama hii sauti mnaisikia, lakini nimevaa headset hapa hivi. Sound yangu yote ile nilikuwa naongea kwenye simu inasikika hapa. Sijajua kama niruhusu kipindi na rekodi msikie sauti. Lakini hii player hapa ina play yale mazungumzo yangu yote nilikuwa naongea hapa yanarudia. Kwa umeona. Lakini pia huyu jamaa ana uwezo wa kuscreenshot. Yaani ana uwezo wa kuscreenshot simu yako. Sasa ngoja ni play kwa sababu ionekane. Then tuseme tunataka kufanya screenshot ya kinachoendelea kwenye simu. Kwa hiyo tutaangalia tu hapa ili kufanya screenshot. Tukatoka. Tukitaka kufanya screenshot itabidi tuandike screenshot. Kwa tutaandika kama inavyosema hivyo. Tutaandika screenshot. Then baada ya hapo utaona screenshot imepigwa hii hapa. Tutaipull tuione screenshot ni ipi. Okay, tumepull screenshot imetokea. Ni hapa screenshot lakini inaonekana Viscode kama vile ina shida kuload hela. Hem tuone nitafute hapa hivi. Kwa maana yake sasa hivi nataka nifungue screenshot. Screenshot yetu ni hapa, screenshot.png. Sijui yote mnaiona hii hapa. Kwa hiyo screenshot imepigwa kwa kutumia simu ya ujamaa. Sasa uchawi uko wapi? Uchawi ni kwamba this thing ni kwamba hii ni just application imekuwa installed kwenye simu yako. Na of course mimi nimeandaa video leo ni kuonesha kwamba ni athari gani ambazo unaweza kuzipata kwa application tu moja ikiwa installed kwenye simu yako bila wewe kujua. Kwa mfano tujaribu kufungua hii picha XDG open screenshot. Sio itakubali. Okay, nadhani kwenye binary inazingua. Lakini wote nilichokuwa nataka kuonesha ni kwamba okay, hatujamaliza features. Mfano okay, tunataka kupiga picha. Mfano let's say tunataka tuone huyu jamaa amesha connect na wifi ngapi. Kwa mfano unajua kuna vitu vingi sana nimeviweka huko. Yaani vitu ni vingi. Yaani unaona hizi zote hizi ni command. Labda unataka kuona huyu jamaa amesha connect na wifi ngapi mpaka sasa hivi. Ushaona? Uta copy tu hii command kama ilivyo. Then uta paste pale
kwenye C2 yako, C2 terminal yako, then ukipaste hivi utadump, utaona imesaviwa kama wifi network. Utaenda kuitafuta hapa wifi network. Kwa hiyo jamaa, unaona wifi ambazo mimi nimesha connect nazo, lakini ni kwamba wifi kwenye ku extract password kuanzia Android 10 plus walizuia. Kwa maana yake tunaweza kukipata, tunapata ile SSID yake, lakini password hatupati kwa sababu mimi simu na Android 13. Maana yake kama mtu anatumia chini ya Android 10, maana yake una uwezo wa kudam password na SSID na password yake, SSID na password yake, kuweza kuona kabisa ni password gani ambazo jamaa shai connect nazo. Kwa maana yake hiyo nao ni effect. Ushaona? Kitu kingine ni vitu vingine sitaki kuvionyesha hapa kwa sababu unaweza nikaenda kinyume na maadili sasa. Kwa hiyo jamani, of course nimeandaa video hili ni kuonesha kwamba unapokuwa na application, kwa sababu this application can work anywhere. Ukitaka kuamini kwamba hii application inaweza kawork anywhere, yani ni swala la kubadilisha kitu kidogo tu, ndio kuonesha. Unaona hapa hivi. Hapa hivi umeona hii ni IP address ya PC yangu. Kwa maana yake mimi naweza nikaweka IP address ya VPS ambayo ile ni public IP. Hii inatakiwa public IP niweze kupata connection. Kwa nitaweka tu hapa C2. Kwa mimi naweza nikanunua server yangu, nikaiconfigure, nikaweka hapa IP ya server, then nikarebuild application. Na udhuri kwamba huko nimeshaweka command ya kurebuild, Ingia tu kwenye tools huko kuna hapa build.c. Kwa kila ni build.c itakubuildia application nyingine. Kwa hiyo application nyingine ile ukishai build tunamtumia victim wako, au na install kwenye simu ya victim wako. Ukisha install kwenye simu ya victim wako, unachobakia wewe tunafungua listener kama mimi nilivyofungua hapa. Nimefungua listener. Hiyo listener hii hapa, command ya kufungua listener. Nimefungua listener, alafu nikaibonyeza tu application kwenye simu. Kwa hiyo nikimaliza ile application napata connection. Alafu kitu kingine ambacho sijaambia ni kwamba nilipotengeneza ile application nimetengeneza kana kwamba ina uwezo wa kurun background process. Ndio maana unaona hapa juu kuna kama ka icon ka background. Kwa kama wewe bado yani hauna knowledge sana, yani unaona vitu kama hivi ulivyoelewa kwenye simu yako, alafu unaona application uitumie, ni bora tu application ukainstall vitu kama hivyo, kwa sababu si uitumie kwa muda huo. Maana yake application inaweza kutumika, kumbe kuna mtu anakumonitor nyuma, anapata sijui. Mimi kwa mfano nataka kuona huyu jamaa ameongea na nani, na uwezo wa kuona huyu jamaa ameongea na nani, lakini pia na uwezo wa capture request, yani na uwezo wa kuweka notify. Ndio maana unaona hapa hivi kuna hii command hapa nimeandika inaitwa notify. Iko wapi? Info iko wapi? Not info. Umeshaona hii not info? Maana yake mimi nikiipiga hii not info, maana yake kama utapokea notification yoyote italetwa kwangu. Ukitaka kuona na uwezo wa kuskani application zako zote ulizozinstall. Kwa mfano naweza nikatumia apps, maana yake hiyo itanipa nini? Itanipa application zako zote ulizozinstall kwenye simu yako. Ndio maana hapa imekuwa installed apps. Kwa maana yake nitakuja hapa installed apps, nitapata kwa jamaa ameinstall, nimeinstall nini, yani application zote nilizoinstall na kalenda nini, makolokolo yote ambayo nimeinstall kwenye simu yangu na uwezo wa kuyapata, na uwezo wa kudownload, nimeinstall Discord, vitu kama hivyo, makolokolo mengi, yani vitu vyote ambavyo una uwezo wa kuvipata. Mfano kitu kingine ambacho na uwezo wa kukipata, na uwezo wa mfano pia, yani ubaya wake ni kwamba niliweka self destruct. Hii self destruct maana yake inafanya kazi gani command? Hii command kwa mfano mimi nimemaliza kukuattack wewe, nika download vitu ninavyovitaka kwenye simu yangu, nikachukua data zote ninazozitaka kutoka kwenye simu yako. Kwa nitakachokifanya, nitapiga tu self destruct. Self destruct maana yake itafuta historia yangu yote, alafu ndio itakuwa hapa. Kwa hiyo ukija kufuatia bado tunaona kama vile ni kitu cha kawaida, kumbe mtu kashakusanya taarifa zako zote na kaondoka. Na udhuri na modi ya kwa kama HTTP na HTTPS. Mimi mdau natumia TCP. Kwa hiyo nikitaka kuwa data zangu ziwe encrypted, naweza nikatumia HTTPS. Lakini pia kuna hide launcher icon. Kwa maana yake mimi naweza na hii hapa persist, kama nataka kitu kiendelee kuwepo, nitachukua tu nitabonyeza hii persist hapa. Kwa hiyo nikibonyeza hii persist hapa, persist. Okay, persistence enabled. Kwa maana yake hapo tayari persistence nime-enable kwenye simu. Kwa kule ile application kutoka haiwezi, yani ikatoka. Lakini pia na uwezo wa ku-hide launcher icon. Kwa nitakachokifanya nitaandika tu hide.
Kwa maana yake sasa hivi key icon kimekuwa hidden. Na uwezo wa kuencrypt data in case kama na mimi kuna mtu ananifuatilia nisiweze kuona. Kwa mfano naweza nikaskani labda taarifa, niskani labda huyu mtu kakopi nini kwenye clipboard yake. Umeshaona kakopi nini kwenye clipboard yake. Kwa naweza nikachukua copy, of course kama let's say kama nataka nipige picha ya mbele. Nataka nipige picha ya nyuma. Kwa nitaandika, yani kutumia simu yake hiyo niongoze kupiga picha ya nyuma. Kwa nitaandika photo. Okay, naona kuna camera error na hii kweli ilikuwa inatokea toka kipindi pale mwanzo. Lakini of course ina uwezo wa kupiga picha. Kupitia hii tu na uwezo wa kupiga picha. Kitu kingine na uwezo wa kudownload kitu kwa kutumia pool. Nikitumia tu pool alafu nikaandika path kama nilivyo download ile picha au nilivyo download ile audio. Hivyo inaweza kutokea. Lakini pia na uwezo wa kulist files. Nataka kulist file, tujaribu. Files. Okay, files nimeletewa files hapa hivi. Kwa umeona file nilizonazo na uwezo wa kuona music na Android na na notification na movie. Mfano mimi nataka kulist huyu jamaa ana vitu gani kwenye downloads. Kwa nitakachokifanya nitaandika files afu nitaandika downloads. Nimesahau kuandika kile kina sijui itakubali. Okay. Nimesahau kuandika path. Hapa kabla ya download nilikuwa natakiwa niandike D. Sasa sijui ndo itakufa. Okay. Lakini nadhani mmeshaona kitu ambacho naweza kufanya. Yaani kitu ambacho kinaweza kikafanyika kupitia hii tuone. Files/downloads. Okay. Kwa maana yake kwa kutumia hii file naweza wa kulist vitu vyote. Kwa hiyo naweza kulist, nikalist kichoko kwenye ringtone, nikalist kichoko kwenye alarm, nikalist kichoko kwenye picha na nikakutumia pull na ile path nikapull kitu chako kilichoko kwenye simu. Kwa hiyo jamani, of course humu kuna readme. Of course nataka ni push GitHub. Okay, kuna readme humu inavyoonyesha jinsi ya kuitumia hii, jinsi ya configure structure nzima kila kitu. Lakini bado nafikiria kwa sababu GitHub wale jamaa wanaweza kusema wao sijui na conduct hack. Lakini jamani, mimi ninachofundisha hapa nilikuwa natoa awareness kana kwamba yani usikubali tu yani application zikazo zinalala kwenye simu yako ovyo ovyo. Lakini pia usikubali kuruhusu, yani unaona application labda ni ya picha yenyewe na kuomba access uruhusu kwenye SMS na una ruhusu tu bana, una allow tu. Do you allow this application to use sijui SMS nini, una allow tu bila kujua. Kwa jamani, tunatakiwa tuwe makini na nyendo zetu za mtandaoni. Lakini pia usimwamini kila mtu anayempa simu yako. Yaani hata kama sijui ni nani. Mara nyingi hapa mimi nimeshapokea simu nyingi, sijui mpenzi wangu nini. Jamani, hao wapenzi wenu watawaua. Mpenzi wako anachukua application, anainstall kwenye simu yako, ana allow tu, anaanza kuvuta vitu vyako, wewe unajilimbwaza tu, unajimaliza mtoto wa watu. Kumbe kuna mtu anakumonitor. Kwa jamani, tuwe makini na vitu tunavyofanya mtandaoni. Okay, asanteni. Lakini pia of course nilikuwa na hii channel lakini nikatulia. Sasa introduce masomo mapya kwenye masuala ya hacking and cyber security. Kwa jamani, msisite kuniunga mikono kwa tech tips kama hizi. Chukua muda wako just subscribe. Hapo kusubscribe kwako ndio kutanisababisha mimi niendelee kuona kweli kuna uhitaji wa mimi kuendelea kutengeneza video kama hizi. Jamani, naomba mnisupport, mimi mwenyewe ni kijana kama nyie. Hivyo asanteni kwa muda wenu na hope tutaendelea kushikamana, tutaweza kujifunza. Lakini pia kama una swali lolote unaweza ka drop comment hapo, tutaweza kujibiana. Asanteni kwa leo. Jamani, cyber security ni ya kila mtu. Ukisema wewe uhusiki na cyber security, utajikuta wewe ndo unaumia kwa sababu siku hizi kwenye dunia sasa kila mtu anatumia chombo cha kisasa, kila mtu anatumia internet, kila mtu anatumia mitandao. Kwa jamani, uwezo ukasema bana mimi cyber security wapi na wapi, wakati wewe mwenyewe una expose una social network zako, una mitandao ya kijamii hivyo unafanya. Kwa uwezo ukasema mimi cyber security hainihusu. Cyber security inahusu kila mtu. Asanteni.